ibada inahitaji heshima kwa Mungu na maandalizi. Ibada inahitaji heshima kwa Mungu na maandalizi. Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea roho ya kuabudu. Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea roho ya kuabudu. Roho ya kuabudu. Roho ya kuabudu. Roho ya kuabudu. Ndio maana mwanadamu ukimfundisha kumwabudu Mungu, roho ilishaambiwa iabudu, anapenda kuabudu. Na asipoambiwa kuabudu, ataabudu hata jiwe kwa sababu ana roho ya kuabudu. Mungu anapenda utii na unyenyekevu. Utii na unyenyekevu. Tatu, hekalu la mbinguni. Hekalu la mbinguni. Kumbe duniani kuna mahekalu mawili, lilikuwa lile la jangwani na ile la Yerusalemu. Hili la tatu la mbinguni. Hapo inamaanisha utatu wa Mungu. Mahekalu mawili duniani, la jangwani na la Yerusalemu, la tatu la mbinguni, inamaanisha utatu wa Mungu. Kama ni utatu, yupo aliyefanya kazi katika hema, wakashirikiana wote katika hema, wote tena Yerusalemu, tatu mbinguni. Hebu soma Ebrania 9:11 na 12. Ebrania sura 9 mstari 11 na 12. Lakini Kristo akishakuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Baraka Bwana. Mafafanuzi maelezo. Hekalu halisi liko mbinguni. Hekalu halisi liko mbinguni. Hekalu halisi liko mbinguni. Yesu ni kuhani mkuu wa hekalu hilo. Yesu ni kuhani wetu.